Yesu wasifiwe. Jina la Kristo Yesu libarikiwe. Haleluya. Tunaenda kwa kulisoma neno la Mungu ndani ya kitabu ya Kutoka sura yake ya 2 na mstari wa 18. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Waliporudia baba yao Reuel, yeye akawauliza, mbona leo mumerudi upesi hivyo? Nao wakamjibu, Mmisri mmoja alituokoa mikononi mwa wale wachungaji, naye mwenyewe akashota maji na kunywesha nyama wetu. Baba yao akawauliza binti zake, yuko wapi? Mbona mmemwacha huko? Mumuiteni aje ale chakula. Amen. Tunaweza ikaa. Andiko ya pili ni Luka sura yake ya 2 na mstari wake wa 42. Nasema asante kwa Mungu ambaye ametupa hii neema ya kuwa mbele zenu. Pia nasema asante kwa mzazi wangu ambaye ni Ange de ma destinée, Apotre Gabriel Tikiko, kwa neema hii ambayo tumepewa na Mungu kumpitia kuongea mbele yenu. Viongozi wote wa makanisa, ndugu zangu watumishi walio hapa, tunashukuru kwa uwepo wenu. Acha niseme pia asante kwa mke wangu ambaye kila leo amenisindikiza kwa kununga mkono kwa hii huduma. Atasimama tu na tushangilie Mungu kwa ajili ya zawadi bora ule Mungu amenipa. Haleluya. Kichwa ya somo ninayo kwa hii dakika 12 inasema hivi, mumemwacha wapi? Ambia jirani yako, mumemwacha wapi? Maneno haya wanaiongea kwa hali mbili ama kwa watu wawili. Mtu wa kwanza ni yule ambaye amefanya mema fulani lakini amesaulika. Waliotendewa mema wakirudi wanaweza kuwaswali hivyo. Na mtu wa pili ni yule aliyefanya hata mabaya, wakishindwa kumshika wanaweza uliza yule aliyetenda yale mabaya, wapi mumemwacha? Nataongea hivi, si watu wote wa kuacha, si watu wote wa kutupilia. Kuna wengine hata wao wabaya namna gani hauna ruhusa ya kuacha. Na hii ni habari ya mabinti 7 ya mtu ambaye anamuita Jethro. Naye alikuwa na zoezi ya kuwatuma watoto wake kwenye maji, na kwa kawaida yao walizoea kwenda shota na kurudi nyuma. Na hii ilieleweka kwao ya kwamba hawa kwenda shota wanaweza enda, lakini kurudi mapema ndio haiwezekane kwao. Wanaweza hata kutangulia kwenye maji, wanaweza hata fika mapema, lakini ili kwamba warudie ndiyo tatizo. Lakini siku moja Mungu aliruhusu tena hivyo hivyo waende wakaishote yale maji, lakini kurudia nyuma ndiyo Mungu hakutaka
baraka kwao, kwa sababu kuna yule aliyetangulia ambaye anaitwa Musa, ili kwamba apigane kuna nafasi yao. Na hii jioni na kuiambia mtu mmoja mahali hapa ambaye alizoea kuchelewa kupata ndoa, alizoea kuchelewa kupata maisha. Anaweza tangulia kwenye shule, lakini kumaliza shule mpaka kuchelewa kuonekane. Ni yule mama anaweza tangulia kuzaa, lakini kuona matokeo ya kuzaa kwa watoto wake ni mpaka achelewe. Naambia mtu mmoja ya kwamba ile kuchelewa inaenda weka mwisho. Kwa hii mkutano, vile ulizoea kupata kwa kuchelewa, nasema haitawezekana tena. Kama ni ndoa, ionekane kwa mapema. Kama ni kazi, ionekane kwa mapema. Kama ni vipawa, vionekane kwa mapema. Lakini kulikuwa sababu iliyofanya waende wakaishote maji, lakini wachelewe kwa kurudi. Maandiko yanasema palikuwa wachungaji ambao kazi yao ilikuwa ni kuwazuia wasiishote maji. Hao wachungaji walikuwa na uwezo ya kufika nafasi ya maji kwenye mtoni, kwenye kisima, lakini hawana mawazo ya kushota. Mawazo yao ilikuwa ni kuwazuia wale wenye nia ya kushota wasishote. Hawataki shota wao, lakini kuwazuia wale wenye nia ya kushota wasishote. Na maandiko yanasema ndani ya kitabu ya Mathayo 23 na mstari wake wa 13 ya kwamba ninyi walimu wa sheria, watu ambao wana unafiki, haseme mnawafungia wengine wasiingie katika ile ufalme, hata kama nani hamtaki kuiendea. Unajua kuna wale watu ambao wamewekwa kama vile visuizo, makusudi yao ni kuwazuia watu wa kuendelea wasiendelee. Na kumbe walikuwa na nguvu, kwa sababu Musa hakukuwa tayari amefika hapa. Na kwenye mkutano wa leo kuko zaidi ya Musa, anaitwa Yesu Kristo. Anaenda tangulia pale maadui yako walikaa, anaenda tangulia pale watesi wako walitangulia. Walikuima maji, walisuia usishote. Kuanzia leo kile kenye unahitaji kitaenda onekana kwako, kitaenda tokea kwako. Kama ni afya itokee, kama ni muujiza itokee, kama ni maendeleo itokee. Siyaongea na siyataka kumjua ni yeye ni nani, ametumwa na nani, amepanga na nani. Kenye mina jua ilare sile no, o decide tu le no, et te fale no de Jésus. Tout chez nous fraîchisse, et toute langue confesse que Jésus-Christ, il est Seigneur. Walitia mipaka ili kwamba usiendelee, walitia mipaka ili kwamba usifanyikiwe. Lakini yeye Emmanuel, ambaye ni Mungu pamoja nasi, akionekana anapigana kuna nafasi yetu. Akionekana yeye ametutetea, nani atasema amena? Na Mungu wa hii mkutano, Mungu wa Gati Ministries, aonekane ya kutetee, aonekane ya kupiganie. Waya utapigana na maadui yako. Imeandikwa vita si vyetu, bali vita ni vya Bwana. Watainuka juu yako, lakini hawatakushinda wewe. Watainuka juu ya huduma yako, lakini hawatakuangamiza wewe. Hatukumwamini mwanadamu, anaweza onekana leo na kesho hataonekana. Hatukuamini Liangombe, hatukuamini Kimbirigiti. Tulimwamini Yesu, yule ambaye hakuona kuwa karibu na Baba ni kitu ya maana kwake kama kuiacha mbingu na kukuja duniani akakufa
yako, ili kila atakaye muamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na imeandikwa ya kwamba ishara hizi zitafuatana na wale walioliamini jina la Yesu. Ni jina ipitayo majina yote, ni jina ipitayo majina yote. Paulo anaambia Waebrania, yeye ni yule jana, leo na hata milele. Kama alitenda jana atatenda leo, kama aliwabariki jana atabariki leo, kama aliponya atapona leo. Ambia watu 5 tulimwamini Yesu. Yeye ni nguvu yetu, yeye ni heshima yetu, yeye ni maendeleo yetu. Ingilikuwa kwake kama tayari umemalizika, ingilikuwa kwake kama tayari umekufilia. Wanaokutafutia mabaya, wanaokutafutia kifo ni wengi kuliko wale ambao wanataka uzima yako. Wanaotaka uzimike ni wengi kuliko wale wanaotaka uonekane. Ninachokipenda ni kwa sababu yeye ni yote, ndani ya yote na katika yote. Na imeandikwa, kama mkikaa ndani yake na neno lake linakaa ndani yetu. Hakusema ndoa tu, hakusema kazi tu, alisema lolote. Alisema lolote kenye Baba atakupa, Kristo atakupa nakyo. Kenye dunia itakutendea, Yesu atakutendea naye. Huyu mwanaume alipoangalia binti zake akawaambia, mbona mnakuja mapema? Minenda ambia mtu mmoja mahali hapa, majirani yako wanaenda ongea neno juu yako. Mbona unatajirika mapema? Mbona unajulikana mapema? Mbona unaendelea mapema? Kuna Anthony, yeye ajulikane, lakini anapigana kwa ajili yetu. Aseme ni kama vile Mumisri alionekana kwetu. Yeye si Mumisri, yeye ni Mwebrania, lakini amepangwa jina isiyokuwa yake. Na ndivyo Kristo alivyo. Yeye si mwanadamu, lakini alijifanya mwanadamu ili kwamba wewe uwe mshindi. Na mimi nakutangazia ya kwamba Yesu anakuyapiga hodi kwenye nyumba ya baba yako, anakuyapiga hodi kwenye nyumba ya mama yako. Na ile hodi haitafute shangazi, ile hodi haitafute muyomba, inakutafuta wewe. Naambia mtu mmoja, Yesu anakusheta kidole kwa siku ya leo. Kuna neno niko nasikia nikwambie, wenjo heshima ya jamaa yako. Kama kuna mtu karibu yako, wendo kamwambie na kuheshimilisha. Kama kuna mtu karibu yako, wendo kamwambie na heshimilisha jamaa yangu. Haina jina, haina jina. Hapana ogopa. Baba yangu anasema hivi, kuna zile mafamilia zilitarishia watoto wao asali, lakini mimi na wewe hakuna aliyetarisha asali juu yetu. Tutapigana na nyuki mpaka asali ionekane. Tutapigana na hii mwingine mpaka heshima ionekane. Wale ambao wataenda waende, wale ambao watasimika wasimike. Lakini mimi na wewe kwa upako ya msasi wangu Apotre Gati nakwambia, tunaenda kusimama. Na watasema, mbona wengine wanachelewaka? Mbona wengine wafanyikiwe mwaibu dongo? Ni kama huyu baba anasema, kwa nini leo mnakuja mapema? Utaenda kuwajibia. Nilikuwa kumkutano mustadi na Mungu wa Apotre Gati akanitokea. Kenye shangazi alipata kwa kuchelewa, wayomba walipata kwa kuchelewa, mimi nakipata mapema. Ambia jirani yako, haiko dawa. Ni neema ya Baba, ni neema ya Baba, ni neema ya Baba. Naona mtu mmoja kwenye msalaba hajaba
hajabatizwa, hajaamini Kristo, lakini amejikuta paradise, na hivi tenda kutendeka kwako. Haijalishi dini yako, haijalishi kabila yako, ukimkuta Yesu, yeye anabadilisha historia. Aseme leo, mbona mnakuja mapema? Aseme kuna Mumisri alipigana kwa ajili yetu na akatushotea maji. Baba akaniambia hivi ya kwamba huyu papa hakuona kama binti zake walikuwa na lazima ya maji, lakini huyu papa yeye alikuwa na lazima ya mtu aliyewashotea maji. Ni alikuwa najua na anaweza kuwashotea kama mumulete, kama muambatane naye. Siku tena mtaenda kumachi, mutakutana haiko na wakuwatetea hata kuwa tena. Mie sina lazima ya mtu wa kuwapigania, lakini niko na lazima ya mtu wa kuingia mnyumba yangu. Naambia mtu mmoja mahali hapa, wengine waongee baraka za Kristo, lakini wewe ongea Kristo wa baraka. Wengine waongee matendo ya Musa, wewe ongea habari ya Musa. Wakaenda wakamwita. Naona mambo matatu makubwa hapa, nimalizie hapa. Jambo ya kwanza, Musa anawapigania, lakini Musa hakutarajia kitu kwao. Musa iko sawa wanaume wa leo, akikutendea jambo dada, atatarajia mwili wako, lakini Musa anawapigania bila kuona hata returu kwake. Jambo ya pili, Musa anawapigania, lakini Musa hakutoka pale. Ambia jirani yako hakutoka pale. Ambia jirani yako hakutoka pale. Aliwapigania na kabakia pale. Niingie mtanuru ya moto. Alizimisha nguvu ya moto, lakini hakutoka mmoto, kwa sababu alijua Meshaki akitoka na Abednego wanatoka watatu, naye akitoka siku taingia ndani ya moto. Ukikutana haiko, utalungula ndani ya moto. Ikalomba abakie ndani ya moto, ili siku na wote ingia mwa ile moto, ukutane yuko tayari ndani. Minaambia mtu moya, hayatoka muprobleme yako, hayatoka mushida yako. Kama aliwaokoa, na wewe atakuokoa. Kama aliwatendea, na wewe atakutendea. Ambia jirani yako hayatoka. Imi naambia mtu moya, Mungu akuinue, lakini ubakie weye. Mungu akuinue, lakini ubakie weye. Aliwatendea, lakini hakubadilisha nafasi ingine. Jambo naoifurahia, inakuya fariji mtu mmoja mahali hapa. Musa alipigana kwa ajili yao, lakini hakutoka karibu ya maji. Alipigana kwa ajili yao, lakini hakutoka karibu ya maji. Mimi naambia mtu mmoja mahali hapa, kwa kanuni ya utakaso, kupigana ni makosa. Inaweza kuwa buzinifu, inaweza kuwa bulevi, inaweza kuwa zambi. Manake alichikuta mzambi, lakini ya kutoka karibu na maji. Naambia mtu mmoja hapa, usianguke uache Kristo. Ingawa masaifu yako, bakia karibu na Kristo. Ingawa masaifu yako, wengine watoke karibu ya maji, lakini wewe usitoke karibu ya maji. Wengine watoke karibu ya Yesu, lakini wewe usitoke karibu na yeye. Niambie mtu mmoja mali hapa, angalisho na mtu mwenye anapitiaka vya kufanya watu wengine waache Kristo, lakini yeye anavipitia na anaambatana na Yesu. Heshimia ule mtu ambaye alipitia shida ya kuacha Mungu, lakini ya kuacha Mungu. Alipitia shida ya kuacha kanisa, lakini ya kuacha kanisa. Watu kama na wale wanarudiliwaka. Naambia mtu moja, watakurudilia. Walimuacha wakaenda,
lakini kuna Jethro atawaambia kama mlimuacha, hii ni wakati ya kumurudilia. Naweka mikono yangu juu, naambia mtu mmoja mahali hapa, inawezekana uliacha Yesu, lakini ni wakati ya kumurudilia. Martha anasema kama ungelikuwa kaka yangu asingelifariki. Kenye kinafanya fariki ni tu kaka yangu alikuacha. Angeliambatana na wewe, angelitembea na wewe, angeingia ndani ya kaburi. Emanuele yule ya kaburi ya kria ya Lazaro anasema neno moja, Lazaro so, na Lazaro akatoka. Na wewe tarehe leo, rudilia Kristo. Kilichokufa kwako kinaenda toka ndani ya makaburi. Rudilia Kristo. Kilichozimika kwako kinaenda waka tena. Nani atasema amena? Kipawa chake kiwake sasa. Nani atasema amena? Huduma yake iwake sasa. Ungelikuwa kaka yangu asingelifariki. Naambia mtu mmoja, mlimuacha wapi? Mlimuacha wapi? Kuna mtu amewatendea mema, lakini munamuacha. Watu wa Bukavu tuna zoezi ya kuona vizuri, lakini hatuna zoezi ya kuambatanisha, ya kusutenire vitu vizuri. Tuna uwezo wa kushangilia karama, lakini kusutenire karama ile haiko kwetu. Kuna watu leo wanakuwa destiny na kazi ya Mungu, ni juu waliachiliwa, wanakata matumaini, ni juu waliachiliwa. Lakini kuna neno ya faraja. Wamekuacha wapi? Wamekuacha wapi? Naambia mtu moja jioni ya leo, unajua fasi umeacha Yesu. Ile haikuwa habari wa kutabiri, bila unabii unajua, lakini palo limuacha unaweza murudilia tarehe ya leo. Unaweza murudilia tarehe ya leo bila kuponda muda. Naita mtu ambaye atamurudilia Kristo. Naita mtu mmoja ambaye ataokoka tarehe ya leo na kumpa Kristo maisha yake. Weka mkono wako kama hujabatizwa kwa maji mengi. Uko hapa hujabatizwa kwa maji mengi, weka mkono wako juu. Nasikia neema mpya juu ya watu hapa. Na wewe ambao utafanya Kristo kuwa nguzo yako, tarehe ya leo ataonekana upya kwa maisha yako.